sana. Nimeombwa nizungumze topic ambayo imechaguliwa na management au secretariat ya shughuli ya leo, ambayo inasema afya akili, mahusiano, malezi na uchumi. Afya ya akili, mahusiano, malezi na uchumi. Niwapongeze waliochagua topic hii kwa sababu waliniambia kuna uwezekano mkubwa tunadili na watu ambao ni viongozi, wako kwenye SACCOS mbalimbali, wanadili na issue za watu na issue za pesa. Sasa kati ya vitu ambavyo ni social components, vitu ambavyo vinaweza vikaathiri utendaji wa hawa watu kwenye masuala mazima ya wao kuishi na watu wengine kazini, lakini sio tu kuishi na watu wengine, kuishi na pesa za watu, ni mambo yanayohusu mahusiano yao, ndoa zao, malezi ya watoto wao, uchumi wao binafsi na vitu vingine kama hivyo. Na mara nyingine migogoro kama hii inaweza kutokea kwenye SACCOS, lakini mtu usijue kwamba kumbe imekuwa channeled from personal issues. Mtu ana stress zake binafsi, ana shida zake za pesa binafsi, ana changamoto zake za kimahusiano binafsi, ana personal issues, la mwisho wa siku zinaleta changamoto kwenye utendaji. Sasa nitapitia maeneo haya kwa ufupi kwa sababu ya muda, lakini na uhakika nitakupa snapshots za maeneo tofauti tofauti ya afya ya akili, mahusiano, malezi pamoja na uchumi. Jambo la kwanza, nafahamu kuna a lot of misconception ya swala la afya ya akili. Watu wengi sana tunachanganya haya mambo yanayohusu afya ya akili, tunashindwa kuyapa a proper definition, uelewa mzuri. Na kwa kuto kuelewa uelewa mzuri wa afya ya akili, tunapata watu wengi wenye changamoto, either wao, wake zao, waume zao, watoto wao, au wafanyakazi wenzako wana changamoto, lakini wewe hufahamu zile changamoto. Na nitakupa baadhi ya vitu utaelewa kwa nini. Kwa jambo la kwanza, natamani tufahamu afya ya akili ni hali ya kuwa sawa, hali ya kuwa timamu kifikra, kitabia na kimatendo. Kifikra, kihisia na kitabia au kimatendo, inayokuwezesha kufanya to meet your daily challenges, kufanya kazi zako za siku za kawaida na kutatua changamoto zako za kila siku. Maana yake kama unashindwa kutatua changamoto zako za kila siku, maana yake una changamoto ya afya ya akili. Sasa watu wengi huwa wanachanganya hii, wananiambia, Dr. Chris, inabidi uje utufundishe kazini kwetu, watu wana afya ya akili sana. Sasa ukisha sema watu wana afya ya akili, manake wako sawa, wako sawa, hao hawana shida. Ila wenye shida wana changamoto ya afya ya akili. Na yamkini hata wewe ulikuwa unajua, ukisikia afya ya akili unafikiri ndio tatizo. Hapana, afya ya akili ndio mtu yuko sawa, mtu yuko timamu kihisia, kifikra pamoja na kitabia. Sasa kama hujui, question ya kisaikolojia ni kwamba mambo yanayoendelea kwenye maisha yako na matendo yako yameanzia kwenye fikra, yameanzia kwenye thoughts. Alafu thoughts, fikra, zika influence hisia zako, alafu hisia zako zinakwenda kuinfluence namna ambavyo unafanya nini, unatenda kila siku. Kwa hiyo ukiweza kucontrol haya mambo, unaweza ukaishi vizuri kabisa. Sasa nataka nitoe tofauti ya vitu vitatu ambavyo wengi wao wanavichanganya. Kitu cha kwanza kinaitwa changamoto ya afya ya akili, kitu cha pili kinaitwa magonjwa ya akili, na kitu cha tatu kinaitwa ulemavu wa akili. I will do that very briefly ili kukupa tu knowledge alafu niendelee. Wengi wana confuse hivi vitu vitatu, lakini ni vitu vitatu tofauti. Wengi tuna uwezekano tukawa tuna changamoto za afya ya akili, lakini hatuna magonjwa ya akili. Changamoto ya afya ya akili ni pale unapokosa ule utimamu kwa kipindi fulani. Unapokuwa na stress, unapokuwa na confusion, unapokuwa na frustration kwa kipindi fulani. Unaweza ukawa na changamoto ya afya ya akili tarehe 29 na 30 kwa sababu mshahara umechelewa, lakini mshahara ukija changamoto imekwisha. Tunaelewana eh? Unaweza ukawa una changamoto ya afya ya akili weekend kwa sababu uliyeplani kuspendi naye weekend amekwambia mimi siwezi kutoka. Alafu weekend ikishaisha changamoto imefanya nini? Imeisha. Kwa changamoto ya afya ya akili inaweza kuwepo na inaweza isiwepo kufuatana na mazingira.
Kama una bosi wako mtata kule ofisini, ukaja hizi siku 2 umespendi hapa, mambo mazuri, mazingira mazuri, msosi nini, ukiwa ofisini changamoto ya afya ya akili ipo. Hizi siku 2 changamoto ya afya ya akili hakuna. Tumeelewa? Jambo la pili ni magonjwa ya akili. Sasa magonjwa ya akili mengi yanatoka pale ambapo unashindwa kumudu changamoto. Kwa mfano, ukishindwa kucontrol stress, unaingia kwenye ugonjwa wa akili unaitwa depression, sonona. Wengi wana watu wenye sonona manyumbani kwao, au hata wenyewe wana sonona bila kujijua. Mtu mwenye sonona au depression utamgunduaje? Moja, anakuwa na upweke uliopitiliza. Tutajuaje ni upweke uliopitiliza? Ukiwa na upweke unaozidi wiki 2 mpaka 3 ni dalili kubwa ya sonona. Lakini pili, mtu mwenye sonona anakuwa na huzuni iliyopitiliza. Anapenda kujitenga, hapendi kuwa pamoja na watu. Na 65% ya hao watu huwa wana commit suicide, wanajiua wenyewe. Na ukichunguza rate ya nchini kwetu utaona rate ya watu kujiua inafanya nini? Inaongezeka. Na kwenye kujiua haimaanishi mtu ana shida sana. Anaweza akawa ni mtu ambaye yuko very responsible, reputable, ana nafasi nzuri, lakini ukajikuta ukasikia amejiua. Sasa magonjwa ya akili, tofauti ya changamoto na afya ya akili na magonjwa ni hii. Changamoto ya afya ya akili, ili uweze kusaidiwa unakwenda kwa counselor kama sisi. Unashauriwa kwa maneno, mazungumzo. Ukitumbukia kwenye magonjwa, wewe uhitaji tu ushauri, unahitaji dawa. Ndio utasikia wanasema mtu yuko kwenye dozi. Hapa unakwenda psychiatric unit, Muhimbili, Mloganzira, kule unapatiwa dawa. Watu wenye uraibu wote wako kwenye hii ya ugonjwa. Uraibu wa aina yoyote, wa ngono, wa pombe, addictions zile zote. Sasa haya magonjwa kuna mengine ambayo watu wanayo lakini hawajijui. Haya magonjwa kuna wengine wanaumwa lakini hawajijui. Nitakupa mfano. Kuna ugonjwa wa akili unaitwa OCD. Sasa sio OCD ile ya polisi. Hii ni OCD, inaitwa Obsessive Compulsive Disorder. Sasa utajuaje una OCD? Unapenda kufanya vitu kwa kurudia bila wewe kujijua. Maana hujawahi kujinoti, ila unarudia. Unalala, unafunga mlango, halafu kuna kitu kinakwambia hivi umefunga, unaenda unafunga. Halafu unarudi unalala, kuna kitu kinakwambia mbona sijasikia kweche, unaamka tena unaenda unafunga. Ukiona umerudi kufunga zaidi ya mara 2, wewe una OCD. Unafunga gari, kuna kitu kinakwambia una uhakika umefunga, unaenda unalifungua unafunga. Halafu kuna kitu kinakwambia mbona sijaona taa zimewaka, unaenda unalifungua unafunga. Kuna wakina mama wakiwa wanapika, anakuwa na tishu pembeni na ana mwiko pembeni, anafuta anakoroga, anafuta mpaka anafuta hata hajamwaga chochote, anafuta yeye akifikiri yeye ni usafi, kumbe sio usafi, ni ugonjwa. Wagonjwa tupo. Au unapanga viatu, unapanga afu unakaa unaviangalia unaviweka, yaani unaweza kuspendi lisaa unapanga viatu 3, yaani kikipinda unakinyosha. Alafu mtu anasema mke wangu yuko smart kweli. Sio smart, anaumwa. Nikitoka hapa wagonjwa watakuwa wamejigundua vizuri. Cha mwisho ni ulemavu. Tofauti ya ulemavu wa akili na changamoto na magonjwa ni kwamba changamoto na magonjwa unakutana nayo kwenye maisha kutokana na changamoto za maisha. Ulemavu mtu anazaliwa nao. Ulemavu unakuja nao duniani. Mtoto anazaliwa tayari ana shida. Kama umeshasikia changamoto kama vitu kama autism au usonji, ni mojawapo ya ulemavu wa akili. Vitu kama cerebral palsy, vitu kama Down syndrome, vitu kama ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Unafahamu attention ADHD ukiwa na mtoto mwenye ADHD, ukiwa na mtoto mtundu unakuwa na dada huyu mmoja, lakini ukiwa na mtoto mwenye ADHD unaweza kuwa na wadada 3 kumhendo mtoto huyu mmoja, kwa sababu ni ugonjwa ambao watu wanazaliwa nao. Sasa tafiti zinasema mara nyingi huku kuzaliwa nayo inawezekana ikawa ni DNA, kukutana kwa baba na mama kwenye zile changamoto. Kuna watu wana hii kitu kwenye damu zao,
Ndio maana utakuta kuna watu wengine, kuna familia nyingine unaambiwa usioe kule bana, wana changamoto hiyo. Umeshasikia hiyo kitu Kwa unakuta ukikutana na wale ukioana nao, mkipata mtoto, basi unaweza mkakutana na tatizo. Lakini recent research zinaonyesha mara nyingi hizi ulemavu zinatokana na hali ya kihisia ya mama aliyokuwa nayo wakati amebeba mimba, kuanzia miezi 4 ya mimba kuendelea. Kwa hiyo ni vizuri sana unapokuwa kwenye ndoa au mahusiano, usimstress sana au usibebe sana stress ukiwa kwenye mimba, kwa sababu kuna possibility ukazaa mtoto ambaye ana shida. Trauma za aina zote, changamoto za stress, na clients wangu kadhaa wamezaa watoto na autism, lakini ukimfanyia assessment anakuambia wakati mtoto wangu akiwa tumboni miezi 5 niligundua mume wangu ana watoto 2 nje. Kwa ule maumivu mama aliyobeba yakaharibu mtoto aliyeko ndani yake. Kwa wale wazee wa matukio, nyakati za ujauzito kidogo tuende likizo ya matukio, ili angalau tuweze kupata watoto ambao hawana shida.